Kupata uchambuzi wa kina kwa hayo ambayo tumekuwa nayo kwenye habari, naungana naye hapa Ibrahim Rahbi. Ibrahim, kwema? Kwema kabisa. Kama vile ulirudi Iran. Nilikuwa Hormuz. Kuna watu waliniona wakati navuka Likoni na kwenda Kojani Pemba. Sasa ile stress, unajua pale kuna channel fulani inapita. Yale maji huwa yanaondoka, unajua. Sasa watu wakaniambia uko Hormuz? Nikamwambia hapana. Nilikwenda Kojani. Unajua nilienda Pemba, nilikwenda Pemba kama Rahbi, lakini nimerudi mimi kama Mkojani. Mimi sasa hivi ni Mpemba. Sasa hivi unaweza ukabadilisha lafudhi kidogo. Kabisa, mimi ni Mpemba kwa sasa. Kwa sababu nilikwenda kama Rahbi na nikapata ndugu. Sasa hivi nimerudi, mimi ni Mpemba. Wananijua hivi. Hongera sana. Vipengele 14 Iran ambavyo wamekuja navyo kutaka kumaliza kabisa mzozo ambao wako nao na Marekani vinaweza kufua dafu mbele ya Rais Donald Trump. Kuna mchanganyiko sana kwenye hizi taarifa. Hapa wewe mwenyewe umesoma taarifa hiyo ambayo labda ilikuwa inazungumza vipengele 14 ambayo Donald Trump alizungumza juzi akasema kuwa nilikuwa nikijaribu kuipitia nione kama tunaweza kufikia. Lakini wakati hilo linatoka na taarifa zinatolewa na vyombo vya habari vya Irani kuwa wamepokea mapendekezo ya Marekani sasa mengine, kwa sababu wao walitoa ya kwao, Marekani akapokea akareview, japokuwa hakusema nini na nini, halafu Marekani akatoa tena akawapelekea wao. Wakati hao wanayasema, unaona kuna tangazo la Donald Trump kuwa tutaanza kusindikiza meli kupitia Hormuz. Ikiwa kuanzia leo Jumatatu wataanza kusindikiza meli kupitia Hormuz. Sasa unajiuliza kuwa walikuwa wanazungumza nini, wanajadili nini? Kwa sababu katika hayo vipengele kuanzia 9 na vile 14 vyote ndani yake swala la Hormuz limo. Maana yake kuwa huku haliwezi kutatuliwa. Ndio Marekani anafikiria kufanya hivi. Si mara ya kwanza Marekani kusema atasindikiza meli. Sasa ninapokuambia kuwa kuna vitu vinajichanganya, bado hatuelewi. Inawezekana bado haijaeleweka kwa direction tunaenda wapi kwenye huu mzozo, kuwa tunafanya nini, bado haijaeleweka kabisa, kwa sababu kinachoonekana ni mchanganyiko tu wa taarifa. Haijaeleweka au wakati mazungumzo yakiendelea kuna baadhi ya viongozi ambao wanatoa maamuzi yanayoingilia katika mazungumzo. Shida ambayo inaweza ikawepo upande wa pili wa Marekani, tuna one man show. Donald Trump ndio anaweza kuamua chochote kile anachokiona yeye ni sahihi. Kwa hiyo inawezekana kuwa akainterfere au akaingilia yale mazungumzo, wakati mazungumzo mengine yanaendelea upande wa pili, anaweza akaingilia na akaamua vile anavyoona kuwa mimi nitaamua kitu fulani kile ambacho mimi ninakihisi au ninakiona ni sahihi. Lakini kuingilia kwake huku ambako kuwa yeye ndio amebaki kuwa kama ndio msemaji, kama ndio mshauri, kama ndio muamuzi, kama ndio kila kitu, hawa upande wa pili wanarudisha vile vile, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho Irani wanacho, na ukiwatazama kuanzia mazungumzo yale ya kwanza kabisa ya mzozo kabla ya hii vita ile ya kwanza ya mwaka jana, ile 12 days huo ile, Irani wamekuwa na tabia moja, wakienda kwenye mazungumzo kama ajenda yao ni hiyo moja. Ni mfano wakati ule walisema kuwa tutazungumza kuhusu nyuklia, hawakuongeza kingine. Mara ya kwanza wakaenda kukutana, tunazungumza kuhusu nyuklia, tunazungumza kuhusu nyuklia, tunazungumza kuhusu nyuklia. Hawakubadili chochote, ikaja vita. Walivyokuja kwenye mazungumzo ya mara ya pili kabla ya hii vita ya sasa iliyokuwa kwenye ceasefire, wakaja tena hivyo hivyo kuwa tunazungumza kuhusu nyuklia. Upande wa pili wakaongeza, wakasema tunataka ulete na makombora, tujadili kuhusu proxy. Hakusogeza na alisema ni mstari mwekundu, hatuwezi kujadili. Kwa hiyo mazungumzo yote 6 yaliyovunjika, Iran alikuwa akijadili nyuklia. Nyuklia tu mpaka wakaingia kwenye vita. Na sasa wanachoshindana ni kitu kimoja tu, kuwa Irani mezani anapeleka swala moja. Sasa halipo nyuklia, haipo makombora, anapeleka Hormuz. Tunafungaje na kufunguaje? Sasa wao wanamwambia kuwa hatutaki utuletee moja. Sisi sasa hivi tunataka tuletee zaidi ya moja. Tunataka Hormuz, tunataka nyuklia, tunataka vyote. Irani anawaambia hivyo vyote hatuwezi tukavizungumza pamoja. Sasa tujadili kuhusu tu kufungua mfereji. Tunafunguaje, kwa lipi? Na katika kufungua hawataki kuondoa lile wanasema kuwa umiliki. Wiki jana kiongozi wa Mujtaba alitoa hotuba. Katika yote alisisitiza kuwa mabadiliko ya mfereji wa Hormuz hayawezi kubadilika. Kuwa wao wataushikilia na wataumiliki. Sasa tangazo la Marekani kusindikiza hizi meli ambazo wamelitoa, maana yake kuwa linaenda kuondoa umiliki wa Irani wa Hormuz. Unaondoka, ule umiliki unaondoka. Sasa wataweza
Hilo ndio, kwa sababu hili tishio sio mara ya kwanza. Hili tishio lilitoka mara ya kwanza wakati wa vita. Marekani alisema watazisindikiza meli. Irani wakasema jaribu kusindikiza tuone. Na wakisema wanasindikiza meli, maana yake kama kuna meli ya India hapa, kuna ya Marekani iko hapa ambayo inasindikiza. Jeshi litasindikiza. Sasa unajua kuna tofauti moja. Blockade sio kuwa imeblock, yani kuwa sio kwamba kuna sehemu ukifika utakutana na vikosi vya Irani katika lile eneo la kilomita 33. Hakuna sehemu utakutana na vikosi vya Irani, isipokuwa kuna tangazo kuwa ndani ya eneo hili hatutoruhusu meli yote, na wanazifuatilia kwa sababu wao wana kile kitu kinaitwa mbu. Unajua mbu ni wale speedboat, ni nyingi kama mbu, yani wanasema wanaweza wakaziingiza bahari. Anasema katika matishio makubwa kabisa ambayo jeshi la Irani linamiliki ni drone pamoja na speedboat, kwa sababu ni nyingi sana sana. Kwa hiyo wao wanafuatilia huku wakitazama kuwa nani anataka kuvuka nani. Kwa hiyo wakiona kama meli inataka kuvuka, wanaipa onyo kuwa hatukuruhusu kuvuka kwenda upande wa pili wa huku. Sasa kilichofanyika Irani kwenye ile blockade yao, kuwa wao sio kama Marekani. Marekani ameweka kabisa meli zimejipanga, ziko meli za kijeshi 12. Kuna vikosi viko vinazunguka mbali kidogo na Hormuz. Ukitoka Hormuz, yeye Marekani kaweka blockade ambaye hata ukiona kuja unaiona, ile ni blockade ya Marekani. Irani alichofanya, ametega mabomu ndani ya maji katika eneo zima, kuwa ili akuruhusu ni lazima wao waje kuidhinisha na wakupe njia. Kwa hiyo maelekezo yote ya meli kuwa utapita sehemu gani, wao wanatoa, sio wewe upite, kwa sababu unaweza ukapita na ikalipuka. Sasa hofu ni hiyo tu, kuwa makampuni makubwa au kampuni za meli haziwezi kupitisha kwa sababu zina hofu ya usalama. Hapa tukipita inawezekana kuwa kuna mlipuko ukaja ukatulipua na mambo yakawa tofauti. Kwa hiyo hii ndio blockade ya Irani ilivyo. Sasa ili uweze kupitisha, Marekani anachopaswa kufanya kwanza ni kwenda kutoa yale mabomu, kusafisha njia, halafu ndio uruhusu. Sasa kama Marekani anaweza kufanya hilo, it means kuwa ameenda kumpokonya Irani umiliki. Sasa kuna ceasefire, uelewe hii ni vita, yani we are still on war. Sio kwamba tumetoka kwenye vita, tuna ceasefire tu ya kupumzika. Yani ni kama raundi tulikuwa tunapigana, zile raundi tuko half time, sio kuwa mchezo umekwisha. Sasa pale mmoja anapokwenda kutoka kwenye makubaliano, yani tafsiri ya Marekani ya kwenda kutoa na kuachia njia, manake tunarudi kwenye vita. Ndio tafsiri, kwa sababu hili liko on ceasefire. Sasa uamuzi huu utakuja kuchukuliwa mwisho pale tumefika kwenye makubaliano. Yani tukifika mwisho kwenye makubaliano kuwa tumemaliza kila kitu, tunashikana mikono, huo ndio uamuzi. Lakini sasa tuko kwenye ceasefire, kuwa chochote kisizidi wala kisiongezeke katika ceasefire. Na ukivunja ceasefire ndio tunarudi, kwa sababu unaona swala mfano mara ya kwanza walivyokuwa nazungumza, kwa nini Iran aliblock? Kwa sababu Lebanon haikuingiza on ceasefire, ilikuwa kwenye ceasefire ikaondolewa, akablock. Hii juzi wamekuja kublock tena mara ya pili, baada ya Marekani tena kutumia block ya pili, kuwa wewe umeongeza hili, hatukuwa nalo wakati tunafanya makubaliano ya awali ya usitishaji wa vita. Sasa hili likija jengine linakuwa limeongezeka nje ya makubaliano ya awali, kwa hiyo itakuwa ni tangazo la kurejea kwenye vita. Rahbi, Hormuz sasa ni mjadala mkubwa kuliko hata nyuklia ambayo ilikuwa ni chanzo cha vita hivi ama mgogoro huu wa Iran pamoja na Marekani. Haya mazungumzo ambayo wanaita mazungumzo dhaifu yanayoendelea, bila shaka hawajaketi mezani. Hakuna ambaye ameketi mezani katika mazungumzo haya, lakini na huku vitisho na nini bado vinaendelea. Nini ambacho tunakitarajia pale mbele? Ni kama kuna kitu kimekwama, yani kuna sehemu kama imekwama, lakini hakuna option ya kukikwamua kile kitu. Unajua huu mzozo unapovuruga ni kuwa ni mzozo kati ya tembo na sungura, lakini huyu sungura kuna sehemu amemshika tembo, kuwa unamuona tembo na ukubwa wake, lakini hawezi kufanya uamuzi. Kuna picha moja imewekwa Tehran, ukipita kwenye vyombo vya habari pia wameitoa ile picha, imechora ni kama sura ya Donald Trump, lakini imeziba huko juu, lakini unajua ni sura ya Donald Trump. Halafu kwenye mdomo wake hapa
imetengenezwa kama uzio fulani ambao umeuziba mdomo, halafu kuna pini zimeziba mdomo, yani inaleta tafsiri kama kuwa hawezi kufanya lolote. Bango kubwa kabisa limewekwa, kafungwa mdomo, yani bango kubwa kabisa Teherani limebandikwa barabarani, ukipita unaliona. Hiyo picha inatoa hivyo. Sasa taswira hii ya tembo na sungura ni kuwa hiki kitembo, huyu tembo haka kisungura kuna sehemu kimembana tembo, ndio maana unaona kuwa hawezi kwenda hatua wala kuchukua maamuzi ya kuamua au lile litatokea. Unajua kuna kile ambacho tunakisikia, halafu kuna kile tunachokiona. Tunasikia vingi. Leo hii ukikaa asubuhi mpaka jioni, mradi we chagua au sikiliza tu vyombo vya habari vya magharibi, taswira itakuja kichwani kwako kuwa hakuna kabisa nchi inaitwa Irani. Imeshakwisha, haipo, imefilisika, watu wanalala na njaa, kila kitu hakipo. Lakini ukija kwenye uhalisia, nenda sasa kaitafuta hiyo Irani yenyewe, huwezi kupata hivi vitu. Tayari Trump alituambia Irani walimpigia kuwa nchi ilikuwa inaenda kucollapse, si ndio? 1 week. Bado haijafika kuanguka. Tayari Trump alishatuambia kuwa wamekubaliana na kila kitu chake na watampa kila kitu. Ukienda kwenye meza watu wanaongea tofauti. Kwa hiyo kuna ile ambayo inalazimishwa kwenye propaganda za vyombo vya habari kujenga narrative fulani, yani kukupa hadithi fulani na kujengea sura fulani ya upande mmoja, lakini uhalisia ni huu unaoona. Hormuz imefungwa na inamilikiwa na Irani. Huu ndio uhalisia. Na bei za mafuta zimepanda. Mafuta wiki jana ilifika 120. Iko wapi sura ya Israel katika mzozo huu, Rahbi? Sura ya Israel unaipata Lebanon. Sura ya Israel unaipata Lebanoni kwa sababu kuna huu mgogoro umegawika sehemu 3. Upande mmoja wa Marekani anataka kujaribu kuclear na, yani aende, unajua shida ya huu mgogoro, matatizo yote ya dunia yanasukumiwa Marekani. Yani kuwa bei ya mafuta imepanda, aliyefunga ni Irani upande mmoja. Aliyesababisha haya matatizo yote hayo makubwa, bei zifanye kila kitu, ni Iran, sio Marekani. Marekani yeye alianzisha mgogoro, aliyekuja kutoa majibu ni Iran ya kufanya haya yote yaliyotokea. Lawama zinaenda kwa Marekani kwa sababu Marekani yeye ndio aliyejinasabisha kama ni kiongozi wa dunia na yeye ndio alienda kuyachokoza haya. Kwa hiyo haya matokeo yote yanakwenda kwa Marekani. Sasa kuna taswira 3 za mgogoro zinabaki. Kuna upande wa Marekani ambao anajaribu sasa kuclear haya matatizo kuanzia ndani. Trump kazi alionayo ndani, arekebishe siasa ya ndani ambao hivi sasa wa Republican wanapasuka kweli kweli, kwa sababu wanaona muda unakwenda sana kwenda kwenye uchaguzi wa nusu msimu. Lakini si hilo tu, kuwa njia za Trump zinatembea pembeni. Wiki jana nadhani tuliona maswali ambayo alikuwa akipigwa Peter Hegseth, waziri wa vita pale, walivyokuwa wamemkalia kooni, maana walikuwa wanambandika maswali kweli kweli. Hii ni taswira ya Marekani. Taswira ya Marekani inatupa kuwa sasa hivi petroli ni $5 kwa galon. Hiyo ndio taswira kutoka 2.7. Hiyo ndio taswira ambayo iliyopo. Sasa Trump anajaribu kuanza kuclear Marekani, kurudisha imani ya raia wa Marekani, kubalance maisha ya watu wa Marekani, halafu arudishe uaminifu wa dunia na masoko ya dunia yaweze kufanya kazi. Wakati huo anatakiwa aklie matatizo ya washirika wake wa kikanda, kuhakikisha usalama wao na sona hizi nchi zilikuwa zimesimama. Sasa leo Hormuz zimefungwa, nchi zote washirika wa Marekani. UAE hapitishi mafuta, Kuwait hapitishi, Iraq hapitishi, Saudi Arabia zaidi ya 40% hayaendi, Qatar hapeleki. Hawa ni washirika wa Marekani ambao petrodollar inafanya kazi. Huku kote anatakiwa atatue matatizo. Sasa Israeli yeye yuko upande wa pili. Israeli katika hili, wakati Marekani anajaribu kuclear hili, hali ya kuwa hajamalizana na Iran, Israeli hatazami hilo. Israeli anataka kwanza swala la Marekani la Irani limalizike, sio katika hii njia za kwenda kwenye mazungumzo hatuzitaki. Tunataka tupate ushindi kamili unaowezekana. Israeli bado anaamini kuwa nguvu iliyobaki ya Marekani iliyopo ambayo haijatolewa pale, ikiwa Marekani anaweza kuisukuma, anaweza kufanya mabadiliko ndani ya Iran, lakini itakuwa ni kosti kubwa sana kwa uchumi wa dunia na Marekani. Kwa Marekani anajaribu kuepusha anguko lake. Israeli anamvuta Marekani, nenda kwa vyovyote vile kwa ajili yangu ili niweze kubaki kwenye. Sasa hii ni taswira ya Israeli, ndio maana nakwambia mtoto pendwa anafilisi mzazi, anataka kumfilisi mzazi, hajali mzazi anaangamia kiasi gani au atatumia gharama gani kwa ajili ya kumpa kile yeye anakitaka. Sasa taswira ya Israeli unaipata Lebanoni, ndio maana unaona Israeli kuwa wanachochea vita izidi, kwa sababu Irani kila anapopeka proposal kwa Marekani katika masharti kuwa Lebanoni, haya 14 masharti, baadhi yaliyotoka na kuvuja kuwa ndani yake usitishaji, yani katika lile la kwanza wanaolisema
wanasema kwanza uhasama wa Marekani ukatike kabisa na Israeli na vita visimame kabisa, halafu Marekani aondoe vikosi vyake vilivyo karibu na jirani na Irani, na katika hilo kuwe na usitishaji kamili ukiwemo Lebanoni, ikiwemo Israeli kujiondoa Lebanoni. Hili ni sharti la awali ambalo Irani wanasema kuwa litadumu kwa siku 30. Hili likidumu siku 30, jambo la pili tutakuja kujadili Hormuz. Jambo la pili tutajadili kuhusu sasa Hormuz inapitaje, lakini katika hilo la pili wameweka sharti lile lile kuwa umiliki wa Hormuz unabaki kwetu. Kwa hiyo uamuzi wa Hormuz utakuwa kati ya Iran na Omani. La pili, kwa masharti hayo mawili, miezi miwili, hayo masharti mawili tu miezi miwili. Unaona Marekani na Israel wakikubaliana nayo, unajua kadri muda unavyokwenda Marekani anazidi kupoteza, naweza kukuambia kuwa unapoteza uamuzi, yani unapoteza ushawishi wa kuamua, kwa sababu haya masharti ni magumu kwa upande wa pili wa Marekani na Israel. Ni masharti magumu, hayawezekani, lakini hawana chaguo, kwa sababu kitendo chao cha kurudi tena kitasababisha hasara nyingine kubwa. Unajua sasa hivi tunazungumza kuhusu Hormuz. Ukweli ni simu moja tu ya Irani funga Bab el-Mandeb inafungwa, ya pili 12% nyingine inaingia, tutanunua mafuta 10,000. Yani ni simu moja tu Irani akiwaambia wale wa Yemen fungeni, na tayari tishio lilikuwepo. Kwa hiyo Trump na washauri wake wanajua kabisa kuwa tukizidi kuyagusa haya tutavuta tena mengine kule ambao kwa hiyo ndio maana Irani anachungulia kila upande, anajua kabisa kuna sehemu wamenasa, hawana chaguo, mwisho yote watakuja kukubaliana. Wewe fikiria kuwa swala ambalo Marekani anataka walijadili mwanzo, Iran anakuambia hili hatujadili sasa hivi, hili tutakuja kujadili pale tutapoweka imani kuwa tunaaminiana, yani baada ya yote kupita nyuklia ndio tuje kujadili. Wakati hao tujadili nyuklia, hatujadili nyuklia. Sasa unataka rudi kwenye vita, turudi upya nini? Kwa hiyo huu mzozo bado ni mbichi sana kwa pande zote. Irani unawaumiza sana ndani kwenye masuala ya uchumi na kila kitu, lakini hawa watu kama kusema kuwa watu wazoefu sana, tunaweza kusema wazoefu sana wa njia za pembeni za kuendesha uchumi kwa njia za pembeni. Irani wanaweza kuwa ni wazoefu sana kwa sababu wamepitia kwenye sanctions ya miaka 47. Kwa hiyo tayari wanazo njia. Hiyo hali ya uchumi ambayo umekiri Rahbi kuwa Iran inawasumbua ndani ya taifa lao sana. Wananchi wenyewe wa taifa la Iran wako tayari kiasi gani kuendelea kuishi katika hali hiyo kwa ajili ya taifa hilo? Hilo pekee ndio ambalo Irani wanaweza wakaishi nalo, kwa sababu raia wa Irani wanajua kuwa unajua wakati Marekani na Israeli wanaimba mwanzo kabla ya mzozo huu kuwa tunakuja kufanya mabadiliko, kuna baadhi ya kundi la Irani liliwaunga mkono, lakini kilivyokuja kutokea na kauli za Trump, kwanza tunakuja kumaliza ustaarabu, tunapiga miundombinu yenu. Kwa hiyo Irani wakahisi kuwa hii vita haikuwa ni RGC au jeshi la Iran na Marekani, hii vita imekuwa ni yetu sote Marekani, yani kuwa wameona kama sisi wote ni kitu kimoja. Kwa hiyo wengi walirudi upande wa pili wa serikali kuungana na serikali. Sasa Wairani wanapitia kile kitu ambacho wanajua tunapitia kwenye, unajua chuma ili kiwe chuma kinapita kwenye moto, wanapita kwenye moto ili waje kuwa imara, na tayari wameshaziona dalili kuwa katika kipindi hiki kuna kitu wamekipata, yani wameshika kuwa kumbe tukishikilia hapa baada ya kutoka hili tutakuja kuishi vizuri tofauti na wengine. Kwa hiyo kiasi kikubwa Wairani wanaungana na serikali yao kwa hili, japo kwa upinzani hauwezi kukosekana, lakini kwa kiwango kikubwa wanaungana na serikali kwa sababu wanafahamu kabisa kuwa pale watapobaki kuumiliki mfereji wa Hormuz hawatakuwa na tishio la kushambuliwa, hawatakuwa na tishio jingine, lakini pia itawaingizia pesa nyingi ambayo ilikuwa ikizuiliwa kwa kiwango kikubwa. Leo hii fedha ya Irani zaidi ya bilioni 100 iko nje tu imeshikiliwa. Sasa wanaweza kuinasua vipi ile pesa yao ili iweze kurudi kwao? Kwa hiyo wanaona hatua wanazozipitia huenda zikawapa nafasi za hata pesa zao ziweze kurejeshwa kwenye nchi ili waweze kujenga nchi yao. Bila shaka wako pamoja na serikali, lakini upinzani huwa haukosekani kokote. Shukran sana Ibrahim kwa uchambuzi huo. Sasa tukaanza kukuita Ibrahim Mkojani Mpemba. Shukran sana. Shukran sana. Ibrahim Rahbi ambaye tumepata uchambuzi wa kina hasa kwa yale ambayo yanaendelea kule Mashariki ya Kati.